Naam, bwana Uchebe wa Simba, shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club. Naam. Lakini hapa leo tupo kwa swala la Taifa Stars. Naam. Taifa Stars tayari ameshafanya maajabu ambayo watu wengi hawakutegemea. Ndio. Una lipi la kuongelea Taifa Stars toka imeanza mashindano mpaka hapa ilipo? Kwa kusema kweli, hata sisi wenyewe, hata mimi naongea hapa, hatukutegemea Taifa Stars kufika hapa, kwa sababu hata ukiangalia katika grupu letu unamkuta Nigeria, unamkuta Uganda, unamkuta na Tunisia. Unaangalia wote hao kwenye renki, sisi walikuwa wametushinda. Kwa hiyo tuliona kundi ugumu wake, lakini jitihada ambazo tulizifanya sisi ma-influencer kuunganisha ule umoja wa Watanzania, ukaacha ile kusema sasa hawa wa Simba wanawashangilia wachezaji wa Simba, hawa wa Yanga wanawashangilia wachezaji wa Yanga. Kile ndio kitu ambacho kilichokuwa kinatuumiza huko mwanzoni. Hata wachezaji walikuwa wanacheza kwa pressure, umeona. Lakini baada ya sasa kuona sasa zile nguvu ambazo tulikuwa tunazitumia katika vilabu vyetu, mashabiki wa Yanga walikuwa wanatumia nguvu kubwa kwa support wachezaji wao hata kama kicheza vibaya. Mashabiki wa Simba walikuwa wanatumia nguvu kubwa kuisupport timu yao hata wachezaji wao wakicheza vibaya. Zikawa sasa hizi timu zinacheza mpaka robo finali, mpaka wakacheza finali ya shirikisho. Sasa tukaona tukae pamoja, mashabiki wa Simba, Yanga, Azam na vilabu vingine, zile nguvu ambazo tulikuwa tunazitumia katika vilabu vyetu na vilabu vyetu vikawa vinaweza, umeona basi tuzitumie zile nguvu kwenye timu yetu ya taifa. Na tumeona tumeingia miguu yote miwili kwenye timu yetu ya taifa. Kwa mara ya kwanza timu yetu ya taifa imeingia katika 16 bora katika kundi gumu. Kwa hiyo kumbe sisi wenyewe wa Tanzania tulikuwa tunairudisha timu yetu nyuma. Sisi wenyewe wa Tanzania tulikuwa tunawabeza wachezaji wetu, lakini msimu huu tumeungana, mashabiki wote Simba, Yanga, Azam, Mtibwa, Singida, tukawa kitu kimoja. Leo hii hata kama mchezaji wa Simba anakaa benchi, umkuti mshabiki wa Simba anapiga kelele. Leo hii hata mchezaji wa Yanga kafanya kosa, umkuti mshabiki wa Simba anaanza kumlaumu. Kwa hiyo mimi niseme tu, mashabiki waliokuwa bado hawajaungana na umoja huu waje tuungane pamoja, tuishangilie timu yetu kwa nguvu, na wale ambao wa Tanzania bado hawajanunua jezi ya timu ya taifa wakanunua jezi ya taifa. Sasa ni kwenda kuishabikia timu ya taifa tarehe 4 siku ya Jumapili, kwenda kumuona Morocco ndani ya uwanja wake wa nyumbani, ndani ya ardhi yake ya nyumbani, anaenda kutuachia nafasi ya kwenda sisi robo finali, na hilo jambo linawezekana. Timu nyingi zishatolewa zikiwa katika ardhi yao ya nyumbani. Morocco alikuja hapa katika michuano ya Chani akatutoa sisi wa Tanzania katika michuano ya Chani robo finali. Sasa tunasema ni zamu yao, kisasi ni haki, yani kisasi ni lazima, ni haki. Kwa hiyo kama wao walitutoa hapa Tanzania, na sisi tunasema mara hii ni zamu yao kwenda kuwatoa katika ardhi yao ya Morocco. Hilo jambo ambalo linawezekana, na sisi tunasema mashabiki bado tunaiunga mkono kwa 100% timu yetu ya taifa, na tunawashangilia japo kama baadhi yetu hatupo Morocco, lakini mioyo yetu, nguvu zetu, kelele zetu, mimi nadhani zinafika kwa wachezaji wetu, na wachezaji wetu wanapambana kutokana na sapoti yetu tunaowapa wachezaji wetu. Ndugu yangu Uchebe, kuna watu ambao walikata tamaa, yani walishaikatia tamaa Taifa Stars na kusema kwamba Taifa Stars ni kichwa cha mwenda wazimu, kauli ambayo ni maarufu sana, lakini sasa hivi ni kama wanaona kama Taifa Stars inainuka hivi. Unalipi la kuwashauri wale ambao bado wanasita kuipa Taifa Stars na muungano mzuri wa kwenda kufanya mazuri? Mimi nasema ni kweli kuna baadhi ya Watanzania, umeona, miongoni mwao hata sisi wenyewe ma-influencer tulikuwa tushaikatia tamaa taifa yetu. Kama sisi tumerudi na tunaisapoti timu yetu na inafanya vizuri, sasa kama timu inafanya vizuri, basi nawaomba wale ambao bado walikuwa wanaikatia tamaa Taifa Stars na bado wanaendelea kuikatia tamaa, mimi nasema turudi, waishangilie timu yetu na izidi kutuletea mafanikio makubwa huko mbeleni. Kwa hiyo mimi nawaombe tu Watanzania ambao bado hawajanunua jezi ya timu ya taifa, bado hawajaisapoti timu ya taifa, huu ndio wakati sasa wa kuisapoti. Vijana wamefanya jambo kubwa sana, zimekwenda timu nyingi katika nchi ya Morocco, na timu nyingi zimeondoka, mataifa mengi yameondoka, tumebaki mataifa 16. Kwa hiyo si jambo dogo waliloifanya. Kwa mimi niwaambie tu wale Watanzania ambao bado hawajaiunga mkono timu yetu ya taifa, basi nawaomba warudi
waiunge mkono timu yetu ya taifa. Asante sana. Asante.